Joseph Machari. Wengine mlikuwa hamjui, lakini siku ya leo tutamtambulisheni kwenu. Awasalimu. Sasa naomba Mheshimiwa mwenyekiti wa jimbo ukampokee Mheshimiwa mbunge, umlete tuanze. Anahitaji kuzungumza na wananchi. Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kasulu mjini Moses Joseph Machari anaingia sasa na kuchukua nafasi yake. Lakini katika mkutano huu kama mlivyotangaziwa, tutakuwa na wageni wengine ambao wameanza safari baada ya kuwa Nyakitonto wakiitengeneza Kasulu. Kwa hiyo wote hao watakuta tunaendelea na naomba nikuinue mwenyekiti sasa wa NCCR jimbo la Kasulu mjini ufungue mkutano huu na kisha uendelee na itifaki yako. Karibu sana mwenyekiti. Kasulu oye! Kivuli wa uchukuzi pamoja na wananchi mwenyewe mwese. Ndugu zangu, majina yangu naitwa Benedicto Ngabogabo Rukubigwa, ndio mwenyekiti wa jimbo la Kasulu mjini. Leo hii kabla sijafungua, tuna ugeni mkubwa leo. Tunaye Mheshimiwa Moses Machari, yupo Mheshimiwa Kafulila, yupo Mkosamali, yupo katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi. Kwa maana hiyo, ndugu zangu wananchi wa Kasulu, niwaombe sana leo muwe makini, musikilize vizuri kwamba ugeni wa leo sio haba. Kasulu oye! Nilikuwa nasikiliza leo, simu iko wazi. Nilikuwa nasikiliza wako jiani, lakini bado wako mbali kidogo. Ndugu zangu, niwaombe sana wa Tanzania, mahali nchi yetu ilipofika panatisha. Uongo umekuwa mwingi, utapeli umekuwa mwingi, hata watu wenye akili timamu hawaoni tatizo kusema uongo. Alichokiona, asichokiona, wao wenyewe wote ni sahihi. Kasulu oye! Na hakuna kitu kibaya. Mimi kila siku huwa ninasema kwamba chama chetu hicho mnachoona bendera inapoka kila siku kilishakuwa ni tatizo tayari. Hawana jipya. Wabaki wataona mtu umejikinga, nasema nimemuona anajisaidia haja kubwa. Wakikuona umechuchuma wanasema amefumaniwa. Aibu sana. Aibu sana. Hayupo mtu mwingine yeyote anayeendesha propaganda tofauti na hawa wenzetu. Wajifunze basi siasa. Lakini kama watakuwa wamechoka, siwapishe. Watoe mnyenye, wape vijana wenye uwezo wa kufanya kazi. Huo ndio ukweli ndugu zangu. Mtu unafika hatua unapata uchungu kweli kweli. Haiwezekani nyinyi mnakuja kusema vitu vya aibu mbele za watu. Wapo watu wametangazwa kwamba hawako hai, kumbe wako hai. Wapo wengine waambiwa hawana mikono, kumbe mikono ipo. Mkutano wetu tunaofanya hapa kuhusiana na Kagera Nkanda na maandamano, ni nani aliyesikia unatangazwa? Na wauliza ndugu wananchi, mlisikia unatangazwa? Maajabu ya Musa. Kasulu oye! Hakuna mkutano uliotangazwa wa maslahi ya Watanzania. Lakini cha ajabu, mambo madogo mpaka Radio Tanzania. Ulioyaona na hujaona unasema tu. Nimelazimika kusema ndugu yangu, nimekuja na mzee wangu hapa. Nimekuja na mzee wangu ili ukweli uonekane.
Ninajua wapo watu wengi hapa wamekuja kuona tukio. Wamekuja kuona POP ambazo zimefungwa kwenye mikono. Kuna ukweli. Acheni uongo, fanyeni kazi za wananchi wa Kasulu. Radio badala ya kutangaza mambo ya msingi. Shule hazina walimu. Barabara ndo hizo. Afya uko tatizo. Wewe unaona sasa bora nitangaze kitu cha namna hiyo. Hatutaki mchezo wa namna hiyo. Itafika hatua tuwashauri watu waasi. Haiwezekani. Kasulu wewe. Haiwezekani mambo ya namna hiyo. Tunakwenda wapi? Wewe umekaba shingoni, umekwenda kujenga tangi lako bovu huko. Unashindwa kukarabati vizuri, na hilo litakula kwao. Litakula kwao. Leo maji yanavuja teki ni mpya yanavuja chini. Sasa mtu akisema ukweli wake, unajua kuna matatizo, kuna hili. Hayo mambo yametoka wapi? Hayo yametoka wapi ndugu zangu? Wakemeeni hao watu wa jinsi hiyo, hawadufai katika nchi. Na mimi kila siku wanasema, ikiwezekana uchaguzi wa mwaka 2014 mwezi wa 10 tuhakikishe tunamchagua watu wenye utashi wa kiuongozi. Sio tu kila mtu hapa unakuja unaimbiwa yena unakwenda mziki. Unakuja unasema Beni nimemwona akiwa amelala chini, unasema huyo hatutaki. Angalieni watu wenye uwezo wa kuwa viongozi mkuzani. Haya matatizo yaliyopo. Wapo watu hapa. Sina ugomvi na ndugu yangu Chadema wala CUF. Wale ni wenzetu. Angalieni. Lakini mahali pengine popote sitaki kuona kitu cha namna hiyo. Na matokeo yake ndugu zangu itafika hatua watu waamue kitu ambacho sio chenyewe. Huo ni ukweli. Mimi nakumbuka msemo wa mama yetu mheshimiwa mbunge wa Kasulu vijijini. Anasema wana Kasulu wakisema sasa ndaanze. Ndugu zangu polisi, muangalie watu wa namna hiyo wanaochochea vita. Hao watu wa jinsi hiyo wanatakiwa kushtakiwa. Hakuna sababu ya kuendelea kuangalia hao wanafanya nini. Hotuba hii sio yangu, lakini nimelazimika kwa sababu kidogo nihamishwe kidogo. Na si kawaida yangu. Kwa hiyo naomba ninaanza na taarifa iliyotolewa katika vyombo vya habari na message ambayo nilipokea mimi mwenyewe nikaishughulikia. Juzi tu nikapata habari kwamba baba yake na mbunge kapigwa na mwanae. Na sasa hivi amepewa PS3, yuko hospitali mahututi. Na mbunge anafikishwa mahakamani kesho asubuhi, yani jana. Mara moja nikaondoka kuthibitisha usemi huo. Nikamkuta mdogo wangu yuko salama kabisa. Kumwangalia kama ana ngeo ya PS3 hakuna. Nikapiga simu polisi, huyo mtu yuko wapi? Hakuna. Kuna nini? Hakuna. Nikamwambia kaka yangu, mdogo wangu, vaa nguo nitembee na wewe. Nikatembea na yeye. Na katika mkutano huu nikasema utatakiwa uwaipishe wanaotaka kuwaipisha. Poleni sana. Mbona akili yenu ya kufikiri hailingani na sura zenu? Hakuna kitu kinachokishangaa. Vyombo vya habari kutoa habari bila hata kumpitia mwenyewe. Mwalimu Nyerere alisema kuna habari na habari. Nataka niwaulizeni ninyi wote, hata mimi mwenyewe kwa umri wangu. Nani hajagombana na baba yake na mama yake? Hata kwa miaka 5 unamwambia mama yako, mama shenzi leo. Au mlega kalego uso wangu ya kwa kuna mambo ya ajabu ninyi. Vichwa vilivyotoka pesheni tufanye kazi. Na kwa Kasulu hatutoi nafasi. Mmechafuka zaidi ya kawaida. Mmechafuka zaidi ya kawaida. Hatuwaachie. Kwa kutishwa namna hiyo hatutaachia. Sasa mnachochea moto, tungu kinachemka, tunawakata miguu kabisa kabisa. Tunawafikia aibu wengi viongozi katika wilaya hii. Sasa nitawafumueni. Na wahili mbele ya watu. Pale pote mlipotakatiwa, pale pote mlipoibia Kasulu, anzeni kujisahihisha na Muhammad. Na ninyi tutawapelekeni polisi kwa kweli na uwazi kuliko maneno
maneno yenu ya muongo na majungu. Naambiwa mpaka kiongozi wa kitongoji unakwenda mpaka kwa kiongozi wa wilaya, katibu wa chama wa wilaya wa Chama cha Mapinduzi. Unaingilia upoko ambao hujui. Unapeleka watu polisi kwa hewa. Kwa njia hiyo hujengi chama, unatimua chama chako. Mwenyekiti wako Kikwete asikie kwamba pula zamani Kasulu. Baada ya kusema hayo, na ninasema kwa sababu na kuzidi hata umri, tunajifunika shuka kwa heshima. Ndogo wangu njoo hapa useme mawili wakuone na sio kilio. Aseme yeye mwenyewe maneno machache tu mawili. Ndugu zangu, kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana na uongo uliokithiri. Unasema kwamba baba yake na mbunge amekatwa mkono. Jamani, mimi nimestaafu hivi karibuni, kila sehemu ni mzima kabisa. Kwa nini mnathubutu mambo kama hayo? Jamani, yani huu uongo ambao umekithiri, ni afadhali kwa kweli tuufute na kuondoa moja kwa moja. Naomba tuufute na tuondoe moja kwa moja. Sasa kama mikono yangu ilikuwa imekatika, hebu na aje mtu hapa anishike, tushikane, aone kama nimekatika mimi. Naomba anayeweza kujitoa aje, tushikane. Mheshimiwa, ni uongo. kuna kesi yoyote polisi? Hakuna polisi. Shuka ukamwone mwanao. Kasulu oye! Mnatujengea unafiki, mmetugawa ninyi CCM. Hakika mmetugawa. Ndio sababu nimewakimbia mimi. Nimekuwa mwenyekiti wa UDP mkoa huu. Sasa wanakuja watu wa ajabu kabisa. Mmetugawa na tutawagawa. Baada ya kusema hayo, Kasulu oye! Sidi kupata miguu. Na mimi na hapa mbele za Mungu sitaficha uongo tena, nitaufichua, nipigwe risasi, lakini Kasulu yetu pamoja na halmashauri yetu itawaka moto na tutaijenga upya kwa taadhima na heshima. Pamoja na kwamba viongozi wengine bado wako njiani, watu ambao wametukanwa Tumbili. Maana yake sisi wote Kasulu tumetukanwa Tumbili, na tunataka aje hapa athibitishe tusi hilo, halafu tajua majibu yetu. Mheshimiwa, niinue kwa heshima kubwa Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa halmashauri yetu ya wilaya, ukitokea chama cha NCCR Mageuzi, na mimi nasema mbele hapa nitakupidi information. Umwambie mkurugenzi wetu mpya acha yule mama, na nafikiri Kasulu haitakiwi kutawaliwa na kina mama tena. Uzungumze machache, lakini nakuapia sasa kufunua uchafu wote wa halmashauri siku kwa siku. Nilishasema hapa unatupeleleza na sisi tunakupeleleza. Ole wako. Karibu mheshimiwa. Kasulu oye! Kasulu safi! Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Kasulu mjini na naibu katibu mkuu wa chama chetu NCCR Mageuzi, Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha NCCR Mageuzi jimbo la Kasulu mjini, waheshimiwa viongozi, waheshimiwa wananchi, mabibi na mabwana. Labda kwa wale wasionifahamu, majina yangu naitwa Isaac Rashidi Ndilekula, wananiita mke mwema. Mimi nimepewa nafasi fupi tu kwa ajili ya kusalimu, lakini niombe tu nitoe mawili. Jambo la kwanza, tunaendelea na ujenzi wa soko letu maarufu kama soko jipya. Tunaomba ushirikiano, na kama kuna matatizo ya hapa na pale, ofisi yangu ipo. Niombe tuwasiliane ili tuone namna gani tunatatua kero zile,
kwa ajili ya kuimarisha mji wetu ukae katika hali nzuri na kujenga soko letu la kisasa. Lakini jambo la pili ni kwamba tumepata mkurugenzi mpya, mkurugenzi anayeweza kuchapa kazi vizuri. Naamini tutampa ushirikiano kwa dira aliyokuja nayo, kaja na dira njema. Sasa kuanzia wiki kesho tutakuwa na vikao mbalimbali. Naomba mawazo yenu, mtakapopata nafasi ya maswali, kama kuna jambo lolote ambalo pengine mnaweza mkanituma kama diwani wenu, naomba nafasi hiyo muitumie, na mimi niko tayari kuyabeba, kwa sababu wiki hii tunaanza vikao vya kufunga mwaka. Nawashukuru sana, asanteni kwa kunisikiliza. Naibu Katibu Mkuu na mbunge wa jimbo la Kasulu mjini. Jamani, makofi kwake. Kasulu oye! Habari yote wakubwa zangu, shikamoni. Wale wenye umri kama wa kwangu, mambo vipi? Na wengine marahaba, wale wadogo. Ndugu zangu wakazi wa Kasulu mjini, kwanza naomba nichukue fursa hii kumshukuru kila mwana Kasulu mwenye mapenzi mema na wilaya yake. Kumshukuru kila mwana Kasulu mwenye kuelewa pumba na mchele ni vitu viwili tofauti. Nimshukuru mwana Kasulu mwenye kuelewa upumbavu na mambo yaliyo mema. Baada ya utangulizi huo, naomba nianze kama ifuatavyo. Nianze kidogo na kuwashauri na kuwataka waandishi wa habari waepuke tabia ya ukanjanja, wafanye kazi zao kwa weledi mkubwa na kwa kuzingatia misingi au maadili ya kazi ya taaluma ya habari. Waandishi wa habari ni taaluma, ila wale makanjanja watafanya kazi zao kikanjanja, watafanya kazi zao kipumbavu au kipuzi. Radio Kwizera tarehe 5 tulifanya mkutano katika viwanja hivi. Hamkuja kuweza kukava mkutano wetu. Upuzi ulioandikwa kwa mkakati maalum wa Chama cha Mapinduzi. Mmejifanya kunitafuta na nikawaambia sitaongea, nitaongea leo. Naomba niwaambie Radio Kwizera kupitia mwakilishi wao ambaye yuko hapa, Bwana Mbwambo, mlishindwa kuweza kuja kukava mkutano wa tarehe 5. Hamkuwa na kizuizi chochote. Mmesikia mambo ya ajabu tena ya kutengenezwa na Chama cha Mapinduzi. Mmejifanya kutafuta mbunge. Ni wazi mko mbaya sitina, mmekuwa kinyume na matakwa ya taaluma ya waandishi wa habari. Mnaacha mambo ya msingi, matatizo kama ya Kageranganda, watu wanapigwa, watu wamechomewa mali zao, watu wamenyang'anywa mazao, wamenyang'anywa baiskeli zikapigwa mnada, wamekamatwa. Barua ya mkuu wa wilaya akijieleza kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, na hii tena msitoe hewani kama kawaida yenu. Barua ya mkuu wa wilaya Bwana Dani Makanga, kada wa Chama cha Mapinduzi, ya tarehe 30 au shiki hizo tutakuwa na kuomba moja moja tu. Ya tarehe 30 mwezi wa 12 mwaka jana 2013, akijieleza kwa waziri mkuu baada ya afisi wa bunge kuieleza serikali kupitia bunge, ameeleza kwamba mwaka 2011 ng'ombe waliokamatwa ni 1238. Mwaka 2012
walikamatwa ng'ombe 3,011. Mwaka 2013 walikamatwa ng'ombe, inaonekana jumla ya ng'ombe wote hapa ni ng'ombe 6,852. Nimekuwa ninahoji na leo ninahoji, na Kwizera matukio haya mripoti, mmefanya Kwizera kuwa ni chombo cha Chama cha Mapinduzi. Kila sababu ya kuweza kuangalia, kwa sababu mnatetea chama, na wengine wamefika bwana mambo wanasema baadhi ya waandishi wa Radio Kwizera ni makada wa Chama cha Mapinduzi. That's against media ethics of this country and of the global general. Ni kinyume na matakwa au na masharti ya maadili ya taaluma ya waandishi wa habari kitaifa na kimataifa. Kama mmeamua kufanya ile redio kwamba ni ya Chama cha Mapinduzi, tangazeni kwamba ni mali ya Chama cha Mapinduzi, na sio kusubiri vitu vya kupiga vitu vya kijinga alafu ndio mnakwenda kutangaza. Ni wenda wasimu huo. Nakuja ninahoji baiskeli zilizokamatwa siku ile niliwatajia hapa, sio? Mwaka 2011 walikamata baiskeli 53. Mwaka 2012 walikamata baiskeli 40 kwa mujibu wa barua ya mkuu wa wilaya. Mwaka 2013 walikamata baiskeli 287. Baiskeli zote zimepigwa mnada, au sio? Ng'ombe walipigwa mnada lini? Ng'ombe walipigwa mnada lini? Kwizera, kwa nini hamjaripoti matukio haya wananchi wakajua? Kama sio unafiki na usambiki wa baadhi ya waandishi wa habari mnaotumia vyombo vyenu vibaya, mnatumia kalamu zenu vibaya, mnaipeleka nchi mara pabaya. Mnalinda na kulea uovu wa viongozi wadhalimu, viongozi wababaishaji, viongozi wanaowakandamiza wakulima wale Kasulu. Kasulu sio wajinga kiasi hicho. Nenda leo mkaripoti haya kwamba nasema Kasulu sio wajinga kiasi hicho. Na muache ujinga leo Kwizera wa kutokuripoti mambo ya msingi, mnakwenda kuripoti mambo ya kijinga ambayo hayana tija kwa taifa letu. Hivi niwaulize, hata kama mimi ningekuwa labda ni mwana Kasulu na kazi zangu nazifanya, wananchi hao wanashirika nini hata kama ningekuwa nimempiga mzee Matani? Ina impact gani? Ina matokeo gani kwenye maisha ya mwana Kasulu moja mmoja? Ina matokeo gani? Hebu tujiulize. Choni mjibu hoja. Wananchi wanataka kulima Kagelakanda. Na nisikia sisemu? Wananchi wanataka kulima Kagelakanda. Wamefanya mabadiliko kwenye hifadhi za Loliondo, kule Arusha, Ngorongoro. Ilikuwa waondolewe baada ya wabunge wao kupiga kelele na madiwani. Leo serikali imeanza kuhamisha wale wa Masai. Kasulu tunasema tufanye mabadiliko ya hifadhi zetu. Hicho ambacho nasema ni hifadhi toka mwaka 56 kwamba Kasulu haiwezekani. Na maana Kasulu wale wanyama. Huyu mkuu yeye atueleze ni lini ng'ombe walipigwa mnada kama baiskeli zilipigwa mnada. Ili kusudi nisiamini kile walichonieleza kule Kitanga, walionieleza Kigaje, walionieleza Rushingo, walionieleza Nyarugusu na kwenye vijiji vingine kwamba mkuu wa wilaya kwa sababu ni Msukuma anawalinda Wasukuma. Hii nchi hatuna ukabila. Nawaeleza Kwizera kwa sababu ndio redio ambayo tunayoitumia hapa. Nisipoyasikia haya taenda kutawapeleka kwa mkurugenzi wenu. Lakini pia tawapeleka kwenye midi kwenye nani kwa watu wa MCT. Tuone kwa sababu that's against media ethics. Sio wajinga sisi. Kama ni darasani tumekaa tumesoma tunasoma zetu nzuri tu. Uwezo wa kufanya SWOT analysis juu ya mambo mbalimbali. Binafsi niko fiti. Sina tatizo kwamba utaandika kitu gani alafu niweze kushindwa kuweza kujua kwamba ni kitu gani ya mambo ya kawaida. Hata hii mkitaka mstoe. Wala sinaja, ndio maana sijawalika hata kwenye nifanya ziara jimbo zima. Sehemu wanawezeka. Wananchi, naomba niseme
Nimeeleza, ukisoma sheria ya uhifadhi wa misitu ya mwaka 2002, kama mimi ni muongo, nasema akija kuthibitisha mtu kwamba mimi ni muongo, nitajihukumu na uhifadhi. Nasema nachokiamini na mbele za Mungu wangu ambaye naimwamini mimi binafsi. Sheria imesema mkurugenzi wa halmashauri baada ya kuapishwa na madiwani ndio wanaosimamia halmashauri, wanaweza kumshauri waziri wa maliasili na utalii kuomba kubadilisha matumizi ya eneo fulani ambalo limekuwa ni hifadhi. Ninasema na leo narudia tena, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kasulu chini ya mkuu wa wilaya Bwana Dani Makanga ni changa la Kasulu. Na madiwani wote wa CCM ambao wameshindwa siku zote wanakalia kunipinga mimi mbunge, na madiwani wachache ambao wamepata kuweza kueleza halmashauri tufanye mabadiliko ya hifadhi ile ili wananchi hao wakalime. Hao wote ni changa la Kasulu, ni changa la kitaifa. Nimefundisha, nimeeleza mara nyingi kwenye vikao vya baraza la madiwani, kama sheria isemi hivyo, nasema na aje mtu nitajiuzuru ubunge huu, rudi nikae mwananchi wa kawaida. Mimi sio mtu mwongo, sio mtu mnafiki kama wanavyofanya Chama cha Mapinduzi kutaka kutuchafua na mkakati wao. Nimeonasa wote nao, na yasubiri magazeti niyapate. Sijui kama amefika leo magazeti ya jana, mengine nitawabusa mahakamani ambao wametumia mitandao yao. Naomba wako wengine kuna mtu anajiita Mwalimu Kaijage. Mwalimu Kaijage nimepita ndani yake kwamba mbunge wa Ukawa Moses Machari Kasulu mjini ampige baba yake mzazi. Naomba nisome. Mbunge Moses Machari amempiga vibaya baba yake mzazi Mzee Joseph Machari. Machari ambaye ni mbunge wa Ishara Mgeuzi na katibu mkuu na naibu katibu mkuu wa chama hicho na katibu wa fedha wa umoja wa Ukawa alimpiga vibaya baba yake mzazi ambaye huwa anaishi nyumbani kwa mbunge huyo. Machari alimfukuza baba yake na kutupa vitu vyake nje na nyumba ya mzee huyo kukimbilia na kuhifadhiwa kwa muda nyumbani kwa mjumbe wa kitongoji anachoishi mbunge huyo. Mzee Machari, umeumia wapi? Eti kuna mahali umeumia? Sasa mimi nasema tatizo la msingi la Kasulu sio ugomvi wa Machari, sio ugomvi wangu na Mzee Machari. Tatizo la msingi sasa hivi la Kasulu, watueleze ni lini wakulima wataruhusiwa kulima Kagera Kanda. Kama kuna mahala ambako inatakiwa tuelekeze akili zetu na nguvu zetu, ni huko kwenye maeneo hayo. Haya mengine mambo binafsi tuache wenyewe yamalize, au sio? Watu wanakaa kule wanakula pilipili zinawawasha, wewe unalalamika unasema unawashwa. Hivi unafikiri sawa? Nimekuja hapa nikasema katika mkutano wangu wa tarehe 8 watakuja na wabunge wenzangu wataeleza. Mheshimiwa Mkosamani na Mheshimiwa Kafulila wako kwenye kitoto watakuja. Nimeeleza wanakuja leo. Nimeeleza nikasema waziri wa maliasili na utalii amedanganywa na serikali ya wilaya ya Kasulu inayoongozwa na Dani Makanga. Na baadhi ya watu kwenye halmashauri yetu chini ya Mzee William Ruto wakasema kwamba wananchi wa Kasulu hamjapigwa, hamjanyanyaswa wala hamjanyang'anywa mali zenu. Lakini nimepita vijijini, nilikuwa na ziara ya jimbo langu, nimekwenda na jimbo la Kasulu vijijini. Mao Setunga alisema kama hujafanya utafiti usifanye nini. Nimekwenda nimerekodi na ninazo video. Watu wanalalamika, wamekuja watu wenye ng'ombe kwa mfano kule Herushingo pamoja na Nyarugusu Kigadi,
Wameingia Wasukuma kule wana ng'ombe, wakiukuta shambani wanaswaga ng'ombe wanakwenda kula mazao yako. Watu leo wametoka kwenye mashamba yao na wanasema ambaye anawalinda watu hao ni mkuu wa wilaya. Ninazo video. Kama mchinga walipokuwa tusiseme kwa sababu kwamba tutakuwa kuchafuliwa na makada ya CCM. Ninasema nitaendelea kusema ukweli daima katika maisha. Hakuna mtu wa kunyamazisha. Hakuna mtu wa kunyamazisha. Mimi sio mtu mwongo. Na maandamano ilikuwa tuyafanye tarehe 14. Tarehe ilikuwa 14. Ilikuwa siku ya Jumanne. Tarehe ngapi ile? 15. Jeshi la polisi likayazuia. Naomba nitoe wito tena kwa jeshi la polisi. Jeshi la polisi liache kutumika kuwalinda viongozi waovu ambao wanafanya mambo ya kipusi katika wilaya yetu. Waache. Kwanza moja, naomba niwaeleze, mmevunja sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge. Ibara ya 4, fasili ndogo ya kwanza na fasili ndogo ya pili. Mmeingilia sheria ya haki, kinga na madaraka ya bunge, jeshi la polisi, yaani the Parliamentary Immunities, Powers and Privileges Act of 1988, Section 4, Subsection 1 and 2. Mmeingilia uhuru wa muhimili wa bunge wakati mbunge nikitekeleza majukumu yangu ndani ya jimbo langu. Ninawasamehe siku ile ya kwanza. Siku nyingine nitakuja front nao wananchi, mtupige mabomu. Mtupige mabomu ili international community, jumuiya za kimataifa, kwa sababu serikali ya CCM sio sikivu hata kidogo, wajue watakuja kukemea haya, kwa sababu wakulima wananyanyasika, ni lazima ni watetee. Na kwa sababu baadhi ya askari, na hizi lawama zimwende OCD, unamlinda kiongozi muovu, Dani Makanga kiongozi mwongo. Kusema uongo ni criminal offense. Na nimewaandikia nikasema mfungulieni kesi ya kusema uongo. Nasikitika mpaka leo mtampeleka mahakamani. Mnalinda viongozi waovu. Swala hili halitaishia mahala hapa kutingi. Hivi hakimu akiwa anatekeleza majukumu yake pale mahakamani, mtamzuia asifanye kazi yake? Haiwezekani. Au mnafikiri nilikuwa nakuja kisiasa kwamba labda ni kama kiongozi fulani labda wa chama tu? Mimi ni mbunge. Mimi ni nani? Jeshi la polisi mmenikosea, na wasamehe hiyo mara ya kwanza. Siku nyingine naomba niseme, hakuna mtu aliye juu ya sheria, na hatuwezi kuona sheria zikichezewa kwa kuwalinda watu fulani. Mzuia mtu kwenda kwenye ofisi fulani. Sasa mtu anaumwa, unamwambia eti kwamba msiende hospitali mkatibiwe. Makanga ya hii hapa tarehe 21 na 22 mwaka 2011 mwezi wa 11 kwamba atawapa ardhi wananchi wanaolima huko ili wasiende kulima Kagera Nkanda. Wananchi, uongo kweli? Sasa mwaka jana tarehe 23 tumekaa pale kwenye ofisi ya kata na naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi, Mheshimiwa Pereira amesilima. Nikawasilisha tena kilio chenu wakulima. Uongo kweli? Makanga akasema wale wanaolima kule wasiende, na kwamba wanaandaa operation ya kufanya nini, ya kuwashughulikia wote watakaowakuta kule. Sasa pale na kwamba yeye atawapatia ardhi. Nani amepewa ardhi? Anyoshe mkono na DC. Wangapi hawajapewa ardhi? Wanyoshe mikono yao. Chukua picha kusudi wananchi watawapelekea serikali huko. Na washukuru. Kilio changu ni kutaka tumalize tatizo la watu wanaolima huko wanapigwa. Wameeleza watu
kwamba wanaenda wanachukua pesa pamoja na wale magemu kule ndani. Nayo video wametaja watu jinsi gani mashine zao zilivyoharibiwa huko polini. Wametaja watu baiskeli zao, mazao yao yalivyochukuliwa huko polini. Leo Makanga kwenye barua yake anasema, ametaja, alafu amemdanganya naibu waziri katika majibu yake kwamba hakuna mwananchi, tuhuma za wananchi za wabunge za kusema kwamba wananchi wamenyang'anywa mali zao, wamepigwa, wamefanywa hivi na vile, kwamba sio za kweli, wabunge ni waongo. Alafu tunawalinda viongozi wa namna hiyo. Siku ile nilisema usalama wa taifa Kasulu, usalama wa taifa mmechoka. Mambo kama haya yanachochea hasira kwa wananchi, na mimi kama mwakilishi wa wananchi hawa mwenye kuelewa wajibu wangu, nitapiga kelele mpaka serikali hii isiyokuwa sikivu ifikie. Wasipofanya, wembe ni ule ule kwenye chaguzi, wapigeni chini mpaka washike adabu. Kasuluwe, niwaulizeni, mimi kama mwakilishi wenu pamoja na Mheshimiwa Buyogera, hivi bungeni nawawakilisha vizuri na wawakilisha vibaya? Kama ni kuwasemea suala hili, nimewasemea sana, lakini kwa sababu katika bunge zima lenye wabunge 357 wabunge wa upinzani tuko 92 peke yake. Hivi kati ya 92 na 200 nafikiri na kidogo, tukipiga kura ni wetu watakaoshinda. Ni sawasawa sisi 92 nifananishe kwamba mfano usawasawa na tone la damu ukilichukua ukalitumbukiza kwenye bahari, haliwezi kaelea likaonekana. Lakini tunavyopiga kelele mnatusikia. Nyie mnataka kufanya CCM kwamba wananchi wao ni wajinga, hawaoni. Wanasema kwamba wanafanya hayo makusudi, kwamba wanatukomoa sisi. Jamani, wanatukomoa sisi wabunge, wanaokomoeni niye wananchi pia mnaulima kule. Naomba niwaambie ndugu zangu, mimi bado namtaka Makanga aoneshe ardhi. Nataka aoneshe ardhi. Polisi wamezuia maandamano yangu, nataka leo mtoe maoni yenu. Leo sihutubii sana, na ajenda ni Kagera Mkanda na tatizo la wafugaji na wakulima. Nataka mseme, sawa? Nataka mseme, baadaye wabunge watakuja pia kuhutubia mahala hapa, sawa sawa? Watakuja baadaye, nataka tutoke na azimio la pamoja kama Kasulu. Lakini baada ya kuzuia maandamano yangu, barua niliyomwandikia mkuu wa polisi nikampa mkuu wa wilaya nakala. Nilisema mkuu wa wilaya aje hapa kwenye mkutano huu awaelezeni ni lini ardhi hiyo itatolewa. Mkuu wa wilaya kwa sababu ni moga kama kunguru wa bala amekimbia. Dawa ya mwongo siku zote mvumilie. Wapeni njia makamanda wanaingia, Mheshimiwa Kafulila, Mheshimiwa Mkosamali na naibu katibu mkuu na katibu mkuu wa NCR Mageuzi Taifa Mzee Motole na Mbade. Tunaomba tuwape njia hapo kidogo, tafadhali wanaingia makamanda. Tunaomba njia hapo kidogo, tupasue njia, mzee tena anaongoza hapo lile. Naomba mwachukue wote waje. Tunaomba tuachie njia. Mheshimiwa Mkuu karibu. Mheshimiwa Kafulila karibu. Na viongozi na kamanda mwingine karibuni sana. Kasulu! Sasa ndugu zangu, naomba niseme. Watazungumza mwe na wale. Leo wamekuja wapo kwa ajili yetu. Sawa? Bwana Falsafa, karibu sana. Kasulu! Naomba niseme swala la Kagera Mkanda halitatatuliwa kwa kuwa na viongozi wasio na dhamira safi kwa ajili ya maendeleo ya wakulima. Tunaelewana? Makanga wilaya imemshinda. Mwenyekiti wa CCM
chama chake kimemshinda, kiko ICU. Kama ni mgonjwa, CCM ni mgonjwa aliyetabani ambaye amekata tamaa. Ndio maana wametoka mahala huko, wameandika wengi, mwingine anajiita Hugo Chavez. Wanatajwa waliandaa mkakati, wakamchukua mzee wangu akiwa amelewa, wakampeleka polisi, nifungulie kesi ya shambulio. Amevunjika mikono. Mzee Machari, simama tena uonyeshe mikono. Askachi, naomba niwaambie, Kashiwe, matatizo ya Kagera Nkanda, matatizo ya wakulima na wafugaji katika wilaya yetu hayatatuliwa kwa staili hiyo. Uongo kweli? Haya, huyu hapo. Mnamchukua mtu amelewa, na huyo mtu tumtafute. Niwaambie, waje wajibu hoja hapa. Mangula amekuja juzi, ameogopa hata kufanya mkutano hapa tarehe 14. Kwa sababu msimu wa Kagera Nkanda bado unawatafuna. Shikilieni hapo hapo wananchi. Sawa sawa? Naomba leo nimesema ajenda kuu ni ngapi? Baadaye tunawapa fursa hawa viongozi nao waweze kusema wana ujumbe, au sio? Si mnataka kuwasikia? Naomba nitumie dakika 20 peke yake nipate maoni ya wananchi wachache kabla siwakaribisha wa viongozi. Sawa sawa? Juu ya Kagera Nkanda na mwenendo mzima, baada ya majibu ya serikali ya CCM ya kusema kwamba hawataki mkalime kule, na baada ya ushauri nimesema kwamba hata madiwani wa CCM hawataki kuona tunamwagiza mkurugenzi ili amwandikie waziri wa maliasili na utalii tufanye mabadiliko kwa mujibu wa sheria ya hifadhi ya misitu ili tukaweza kulima kule kwa amani. Mkuu wa wilaya ambaye anatajwa na kulalamikiwa kwamba anawalinda wenye ng'ombe na kutupuuza wakulima na wengine wamenyang'anywa mashamba yao, tunafanya nini? Imekaa vizuri? Mmenielewa? Ndio. Nataka wananchi mtoe maoni yenu. Mimi si ni mtumishi wenu? Ndio. Si ni mwakilishi wenu? Ndio. Kwenye bunge? Ndio. Mimi ni kiungo kati ya wananchi na serikali. Ndio. Nataka kupata maoni yenu. Baada ya majibu haya na baada ya kuitaarifu jeshi la polisi kwamba nitawapeleka kwa DC atupe ile ardhi ambayo ameahidi, waliniandikia barua 2 ambazo ninazo. Kwanza jeshi la polisi wakasema eti ardhi haipatikani kwa mkuu wa wilaya. Swali linakuja, siku ile anaahidi kwamba hapo atawapa ardhi, kwani hawakuwepo wakamsikia? Alisema kusema? Kamati ya ulinzi na usalama nayo tena ikamwagiza katibu tawala eti kwamba eti mwende kwa afisa kilimo akawape ardhi. Hivi hao wana akili sawa sawa? Majanga sio majanga. Shangapi sasa hivi? Naomba tutumie dakika 20 tulipate watu wachache hapa kutoa maoni. Naomba waje hapa tunachukua maoni alafu waje wahutubie viongozi. Tusimame hapa. Panda tu. Sogeni na wengine. Maana ndio fursa hiyo mnataka kuuliza maswali. Johnny, leo ni Kagera Nkanda na masuala ya wakulima na wafugaji. Na kuna yule mtu ambaye alipigwa siku zile kaja na POP. Kama yupo aje tena pia. Wewe unasemaje, unashauri nini? Mimi ninachoweza kushauri sana ningekuomba mheshimiwa mbunge, ningekuomba mheshimiwa mbunge uendelee kutusaidia na kuwabana hawa wanaoendelea kutunyanyasa. Wanatunyanyasa katika aina nyingi, na hapa nimeona katika maoni yangu ni pamoja na kukutuma uendelee kutusaidia katika mambo matatu yanayotuchanganya. Kwanza, kwa nini watu hawa wanatuchanganya Kagera Nkanda na eneo moja linaloitwa Migezivili, wakati ambapo biko mipaka ya Kagera Nkanda ziko wazi na kila mtu anazifahamu, lakini wanapofanya operation yoyote ya Kagera Nkanda wanakwenda mpaka Migezivili. Wamefika Migezivili,
wamechoma soko, wamepora maduka, wamenyang'anya mali za watu, mazao, mifugo. Kwa matendo hayo watu gani wamefanya hivyo? Ilikuwa ni mchanganyiko, askari polisi, askari wa wanyamapori, na kulikuwa na mgambo pia. Sasa kwa ajili ya ubaya waliofanya, kwa kweli tulishindwa kuvumilia, tukaenda mahakamani. Tumekwenda mahakamani mpaka leo hii kesi inaendelea na haijafikia mwisho. Pamoja na kwamba kesi haijafika mwisho, bado tunashangaa kwa nini wanatufuata, wanatuambia mashambani kwetu, wanatuambia kwa nini hamjaondoka, huku wakijua kesi inaendelea. Mwisho uendelee kutusaidia, kutuchanganua. Sisi tunafuatwa kama ni hifadhi. Wakulima wanaendelea kulima, wafugaji wameweka mifugo yao inaharibu na hawaambiwi chochote. Hawajamaliza mwaka, lakini nenda Migezi mbili, ardhi imekufa kabisa. Tunaomba Mheshimiwa Mbunge utusaidie kufuatilia na kwa swala hili. Asante sana. Tunakushukuru. Unaitwa nani Malizia? Mimi kwa jina naitwa Norbert Lutana. Unatokea wapi? Ni mkulima wa kijiji cha Kaburanzwili, lakini kijiji nyumbani kwangu ni Kanazi. Umewahi kunyang'anywa mali zozote huko labda? Mimi sijanyang'anywa kitu, lakini nimesababishiwa kupotelewa. Ndio. Baada ya kufukuzwa, kila kitu cha ndani kiliibiwa, kuanzia baiskeli, video, vitu vyote vilivyokuwa navyo. Tunakushukuru. Asante. Mama, karibu. Wewe unatoa maoni gani na umepata kufanyiwa nini ulipokuwa huko? Kwanza nijitambulishe kwa jina langu, naitwa Agneta Bango, ni mkazi wa kijiji cha Nyansha. Mimi nimelimia sehemu ya Migezi mbili. Ilikuwa mwaka 2012. Mwezi wa 9 tarehe 24. Wakaja mgambo na wanaojifanya kwamba ni maaskari wanyamapori. Baadaye wakanikimbiza, walichoma nyumba, nilinyang'anya simu 2, pesa taslimu 100,000, wakachukua sifuria na vitu vingine vya ndani na kuchomewa nyumba. Lakini baada ya hapo wakapakia basketi kwenye gari. Nikawaambia naombeni mnibebe na mimi mnipeleke, kwa sababu kutoka Migezi mbili mpaka kufika Kasulu ni masafa marefu sana. Ndugu Mheshimiwa Mbunge, inaniuma sana na inasikitisha. Tunaambiwa kwamba ardhi ni ya mwananchi, lakini leo hii ardhi si ya mwananchi, imekuwa ardhi ya kampeni na siasa ya CCM. Mwaka jana 2013 watu wamepigwa, wamenyang'anywa baskeli, wamechomewa majumba, wakina mama kubakwa. Lakini leo hii ninanukuu kama mkuu wa wilaya alivyotamka kwenye mkutano wa Sante Nyerere. Anasema kwamba hakuna atakaye kuingia porini kulima kwamba ni hifadhi. Mtafia huko porini, mtafungwa. Tena wanasema ya kwamba kiburi cha Magufuli, kwamba ninasema CCM tuna mbinu nyingi. Magazeti imetokea. Ndugu Mheshimiwa Mbunge, naomba utusaidie, akina mama tunanyanyaswa, watoto wetu wanasoma kutoka katika mashamba hayo. Tunadai mipaka. Tumechoka kunyanyaswa. Ni hali ya kawaida, hii hali sio ya kawaida. Tunaomba tusaidiwe. Tunadai mipaka sehemu ya kulima. Asante sana ndugu Mbunge. Nakushukuru, poleni kwa hayo. Pole moja. Amwacheni. Wewe, tulia bwana, taratibu. Tulia tu. Utapata nafasi, subiri, utapata nafasi. Uwe na amani. Asante sana. Wewe. Unaitwa nani na wewe unasema nini juu ya swala? Kwa jina naitwa Pius Kifenya.
ni mkazi wa Mwilanza, lakini wazazi wangu na ndugu zangu wamekuwa wakilima Kagera Nkanda ili kututafutia hiki. Chama cha CCM, Chama cha Mapinduzi, chama kilichoisha kabisa, hakina hata mwelekeo, kinafanya mambo yasiyofaa katika wilaya yetu ya Kasulu mjini. Mimi niko wazi na waelezeni ukweli. Jeshi la polisi limekuwa likichangia kwa kiasi kikubwa kwenda kuwakamata wazazi wetu na kuwapeleka kituoni pasipokuwa na maana yoyote. Mheshimiwa mbunge, kuna jambo moja watu wa CCM wanasema kwamba ukikuta uko Kagera Nkanda unashikwa na unanyang'anywa kila kitu, wala hamtendi haki. Lakini mimi ninachosema, unashauri nini sasa? Mimi ninachoshauri mheshimiwa mbunge, tunakuomba sana uendelee kukaza uzi ili watu hawa tuweze kuwafikisha mahali ambapo panastahili, na watu wachie haki zetu za msingi, wazazi wetu waendelee kulima Kagera Nkanda. Kuna mali zozote ambazo pengine labda wazazi wako au unajua watu ambao wazazi wangu wamenyang'anywa baiskeli, radio, simu na pesa taslimu zaidi ya 300 walipokuja nyumbani. Sisi tukawahoji, tukawaambia waacheni wapeleke. Mwaka gani ilikuwa? Ilikuwa mwaka 2013 tarehe 6 mwezi wa 3 ndio operation hizo zilipokuwa zimepamba moto. Tena hata Tanzango mwenyewe alishiriki katika msafara ule. Na kushukuru sana. Nashukuru, pole sana. Tunaomba tuende haraka kwa kifupi, dakika 2. Wewe unaitwa nani na unasemaje? Kwa jina naitwa Girao Kahera. Mimi swali langu angekuwepo mkuu wa wilaya ndiye angelijibu. Mimi ningependa kuhoji, kama mkulima anayelima posho ya kuja kufuga watu anaonekana anaharibu ardhi, je, Msukuma yeye ana haki gani ya kuishi kwenye mbuga za wanyama, au yeye ni mtalii? Na kama sio mtalii, ningeomba mkuu wa wilaya mbunge utusaidie huyu ahame, ni mzigo na madiwani wake. Tunashukuru, tuende haraka. Mimi kwa jina naitwa Herman Stefano, maarufu kama Kachara wa Kachara, ndio mimi hapa. Mimi nadhani nitakuwa tofauti na wenzangu. Wakati tunaenda kulima Kagera Nkanda, tunachofuata ni kichapo. Nadhani kila mwananchi analijua hilo. Tunafika mahali tunatumia njia mbadala, hufuati barabara, unatumia poli kwa poli mpaka shambani kwako. Unakwepa magero, unakwepa polisi. Polisi nao wanatumia njia hiyo kwenda kuchukua cheti. Sasa mimi siko tofauti sana na wenzangu. Utashangaa kitu kimoja, utakapokuwa umefanikisha kupanda, wanaweka geti nyenge. Limeniuma sana. Lile geti liko pale, wananchi mnajua. Lile geti kila gunia shilingi 1000. Wakati wa kulima fimbo, wakati wa kutoka ushuru, inakuwa hii serikali. Wakati tunatoka kule na magari, polisi wanasema acha utaratibu kwenye kona pale. Nyote mnapojua. Utaratibu gani tunaacha? Umeona bwana, 10,000 pale gari naacha. Polisi wanachukua, ina risiti hiyo. Inatakiwa wananchi tuelewe. Hii serikali inakuaje kama mwenye aliyeajiriwa serikali ndio mwenye serikali? Kama vipi tuangalie taratibu? Kama ni maandamano mheshimiwa, tusisubiri kinyali, tupinge. Mimi sina makuu mheshimiwa, naongea kwa machungu sana. Kama vipi wote tupinge pale bila kusubiri maandamano. Wakisema kwamba kibali kitoke, wanatuzungua, tunaingia tulivyo. Wilaya ni kubwa, tunaweza kufunga ofisi pale na soke. Wananchi wapo. Inatakiwa leo kama tunaona sisi tunauelewa bwana. Pole sana. Tutatoka na azimio la pamoja. Unaitwa nani na unasema nini? Tuseme umewahi kunyanyaswa huko au ukutana na kitu gani na unataka nini kifanye? Mimi naitwa Musa. Jina maarufu wananiita Kinaniwasha. Mimi nafikiri mbunge, mara nyingi nimekusikia sana bungeni ukitetea wananchi. Lakini sasa pamoja na jitihada zako, kweli tunakushukuru
sana, lakini hawa dawa ambayo nimepanda nayo hapa, sina mengi ya kutosha wananchi. Ninaomba tu wananchi tushikamane kwenye uchaguzi. Hawa dawa yao wapiga chini tu, piga chini, tunaeleweka, tunasonga mbele mwanzo mwisho. Wewe umewahi kunyang'anya chochote kule porini? Yani mzee, sina na kusema. Nafikiri yani hapa unapozungumza na mimi, yani mimi nilikimbia magemo hao hapo, nakimbia beskeli, nimefungia mle unga tutaka tuhera, walifika wanawasha, ni moto, hakuna kurudi nyuma wala kugeuka. Nilikimbia. Gani ilikuwa? Kagera Nkanda ya gani? Mwaka gani? Ilikuwa mwaka jana 2013. Kwenye operation itokomeza sijui Chimbuga. Ile ilikuwa balaa mzee. Ile ilikuwa balaa. Nikushukuru tu sana mzee, utakuwa na sisi daima milele. Nakushukuru sana. Naomba tuende haraka. Asante sana mheshimiwa. Unaitwa nani na unasema? Mimi naitwa Adam Ramadhani kutoka Kagera Nkanda, ni mzaliwa wa pale kijiji cha Kagera Nkanda. Ndugu wananchi, cha kwanza ambacho namshukuru Mungu kabisa, mimi ni mojawapo ndani ya wale ambao walikamatwa nikafikishwa hadi hapo kituoni. Tulikuwa watu 68. Mwaka gani? 2013. Tulikuwa watu 68, tulipakiwa ndani ya gari mbili. Ilikuwa mwezi wa tatu, wakati wa mapalizi, kupalilia mahindi. Hadi mkuu wa kituo pale, mkuu wa magereza, na mshukuru Mungu kabisa, kama angekuepo hapa yani nashindwa tu sijui nifanyeje. Tulipangwa foleni hadi akatuhurumia, akaanza kupiga hesabu. Haya, wa kutoka Burundi, wa kutoka Rwanda, wa kutoka Kongo waonekane, waende wakae pembeni. Tukaonekana wote na mabido na majembe, wote tuko wakulima wa Tanzania. Akatuonea huruma, akasema poleni sana. Akasema wazi kabisa kwamba huyu mkuu wa wilaya ameshindwa kufanya kazi. Rais anaagiza mtafute mshike wahamiaji haramu, lakini wanaenda kukusanywa wakulima. Ninachomshukuru mkuu wa magereza alichotamka, akatamka kapiga filimbi, akasema aitwaye ni mfungwa yoyote yule asipige mkulima kati ya hawa watu 68. Tukapiga makofi wote, tulitoka bila hata kiboko hata hiki. Akatuhurumia, akasema hivi, nyie ambao mmeshikwa leo, siku ya kufunguliwa mpitie majembe hapo Kasulu mwende mulime. Tukapiga makofi wote. Wananchi mpo? Basi. Kwa hiyo mkuu, unashauri nini kufanyike? Mimi ninachokishauri hapa, kwa wilaya shahidi, lakini mkuu wa wilaya, yani mimi kwa mawazo yangu tu, mkuu wa wilaya aliwahi kuja kule, tukaja kukundua sisi watu wa Kagera Nkanda kule, alichokuwa na kifuata kule, alikuwa ameahidiwa ng'ombe 13. Na watu gani? Na watu wa kule, wafugaji wa kule. Na nadhani ng'ombe bado ziko kule za mkuu wa wilaya. Hadi tangu siku ya issue ilipofichuka, akawa amekata laini mpaka sasa kule Kagera Nkanda haji tena. Kwa hiyo mimi mheshimiwa mbunge, ninachokuomba wewe na Zeituni hata kiniona hapa na nifahamu sana. Yaani nawashukuru sana, yaani mtusaidie. Sisi kwa tumehangaika. Mimi na mwenzangu mpaka sasa, mimi basikeli yangu iko hapo. Sijui bado ipo, sijui wameshauza. Kwa hiyo naomba usaidie sana. Tunakushukuru sana kwa maoni yako. Twende haraka. Jo. Unaitwa nani na unasema nini juu ya mambo haya? Mimi naitwa Madidira Karume kutoka Ruhita. Nakushukuru ndugu mheshimiwa kwa kutusaidia. Pasingelikuwa wewe tusingepalia hata mazao. Yaani huko tulikuwa kwenye kiteso kikubwa sana. Yaani hata kufanya tulikuwa hatuna kabisa. Kwa hiyo nakuomba uzidi kutupigania kama ulivyotupigania tukaenda kupalia hata kidogo. Pasingelikuwa wewe mashavu yetu yangevimba kwa kukosa huduma ndugu yangu. Naomba tusaidie. Wewe kunyang'anya kitu chochote? Ndugu yangu mimi nilikimbia akachukua baskeli na hera ndugu yangu shilingi 100 na shilingi 50. Mwaka gani? Ulikuwa mwaka huu 2014. 2014. Mwezi ngapi? Mwezi huu wa pili. Ndipo nikisema kwamba Mungu atatuhurumia. Watu gani waliochukua? Waliochukua ni hao maaskari magemo aliwatuma mkuu wa wilaya. Tunashukuru. Kwa hiyo nashukuru sana, ujue kutupigania sana. Pole sana. Mama karibu.
kifupi sana. Tunamalizia, subirini kidogo. Kwa kifupi dakika moja. Jina naitwa Satina Alex Kirungu. Ni mzaliwa wa Nyarugusu. Nimekuja kuwakilisha kata yetu ya Helushingo. Yaani tatizo hili wadalo lisema kutoka Kagera Nkanda ndio liko Jengwe. Jengwe tunalima kila aina ya mazao lakini yote yameisha. Unalima mihogo yote, ng'ombe wanamaliza na kisha wale wafugaji wanaingia nyumbani kwenu wapiga virungu, mnaingia ofisini, kinachoendelea hakipo. Na kisha Dani Makanga alivyoingia Nyarugusu akatupa ahadi za uongo. Tumesubiri Dani Makanga atakuja toka kijiji tarehe ngapi, ilikuwa mwaka jana, mpaka leo hajarudia kukanyaga Nyarugusu. Kwa hiyo jambo zaidi la muhimu ni kuhusu na ndugu yetu diwani aliyefungwa bila sababu. Ndio nimekuja kulitafuta hapa wilaya Kasulu nieleweshwe ili nielewe kiini cha ndugu yetu Banga juzi kufungwa bila sababu. Nashukuru. Tunamshukuru. Mzee, panda mara moja twende na kalaka. Asongezeke mtu mwingine hao wanatosha. Nakushukuru mheshimiwa mbunge kutukaribisha mahali hapa. Unaitwa nani mzee na unazungumzia nini juu mambo haya? Unauelewa gani kuhusiana na mambo haya? Mimi ni Gideon Kirangi. Mimi nazungumzia kuhusu unyanyasaji wa Kagera Nkanda. Mwaka 2008 niliwahi kufutwa shambani, wakaniunguzia nyumba na mazao. Na nguo zilikuwemo na shilingi 70,000 za kutumikia kazi. Lakini cha ajabu, tangia sasa kesi ingine kituoni ilishia hewani, hawakunisaidia kitu chochote. Mimi ninaomba hiyo Kagera Nkanda utusaidie kwa ukweli ulipo. Tunakushukuru mzee wangu, pole sana kwa yaliyokukuta. Sinjo, twende mara moja. Asante sana kunipa nafasi. Kwa jina langu naitwa Saidi Stefano, kwa jina lingine naitwa Kayuzi. Mimi nazungumzia kitu kimoja. Serikali tulionayo sijui ni serikali gani. Umekamatwa huko huna kosa, mtu huku unajitafutia riziki kakuja kulisha watoto wako, unashangaa unakamatwa unaletwa. Unaingizwa humo, unamaliza kama siku 3 siku 4, unatolewa mzamana na ndugu zako. Matokeo yake baada ya kusema kupitia hata baiskeli yako unakuta umeuzwa. Sasa hii ni serikali inayotulinda wananchi na mali zetu au ni ya kutufisadi? Ni hilo tu ndugu. Wewe ulinyang'anya baiskeli? Nishawahi kunyang'anya. Mwaka gani? Ilikuwa mwaka 2013. Mwezi ngapi? Mwezi wa pili. Nakushukuru. Njoo kwa kifupi sana. Unaitwa nani na unasema nini juu mambo haya? Naitwa Agostino Charles Kiratungwa. Mimi ni mwathirika katika hayo yanayotukuta kwenye mashamba yetu. Shamba wewe unalimia wapi? Ninalimia maeneo ya kijiji cha Kaburanzwili katika kitongoji cha Nyabageni, kwa umaarufu wa Migezibili. Mimi pale haraka kidogo, ongeza spidi, muda usio rafiki. Sawa. Mimi nilifanywa vitendo ambavyo ni vya kinyume katika haki za binadamu. Nilikuwa na mashine pale kwenye senta ambapo kijiji kilitaka kuanzishwa. Ile mashine nilikuwa na nyumba pale, naishi pale. Walifika maeneo yale wana viboko na silaha. Mwanangu akahofu ndo alikuwepo pale, akakimbia. Wakaingia ndani wakabeba kila kitu. Wakakamata watu wengine wakafungia mle. Walinibebea mazao na kila chombo kilichokuwemo mle. Utaratibu wote wa nyumba ukaharibika. Nikaja kituo cha polisi. Kituo cha polisi badala ya kunipokea hawakupenda kuchukua taarifa zangu. Badala yake alimuita wakala huduma za misitu ambaye ni Donald Sila. Akaja na maaskari wale wawili waliofanya ule uhalifu. Maaskari alikuwepo askari polisi na askari. Unaweza kufahamu majina ya askari? Kwa majina ninamfahamu mmoja kati yao, ambaye baada ya kufuatilia alionekana anaitwa ngoja niangalie kumbukumbu kwenye simu yangu. Angalia utusaidie.
Kasulu tulieni atutajie. Anaitwa Valentino. Anaitwa nani? Valentino. Yukoje? Yeye ni mweupe, ni yuko kati sio. Ilikuwa mwaka gani hiyo tukio linatokea? Ilikuwa 2013. Sawa, haya endelea. Walipoitwa wale wahusika, badala ya kuchukua nilichokitendewa, mkuu wa kituo mwenyewe akahoji juu ya hifadhi. Mimi nikamwambia haya nihusu, nimepoteza swala la hifadhi, hatujui, swala letu liko mahakamani. Kwa hiyo ninachotakiwa nijue hatima ya mali zangu. Mali zako zilikuwa vipi? Zitaje zote. Kwa kifupi zote siwezi kuwa na kumbukumbu. Taja basi baadhi. Nilichukuliwa maharage gunia 8, mahindi gunia 9, baskeli hizi ndogo za Ratshare, mafuta ya mashine, dizeli, dumu tupu 11 na nguo za ndani na vingine vidogo vidogo. Jumla ya thamani ilikaribia kama milioni 5. Pale tukupata. Unashauri nini kifanyike baada ya mazingira hayo? Baada ya mazingira hayo, kwanza nahitaji msaada wa hali na mali nipate vitu vyangu. Baada ya kuvipata, sasa hivi naishi kama omba. Ili kunusuru maisha yangu, ili urifikishe, ninahitaji msaada. Baada ya hapo, niseme tena kwa ajili ya muda, swala langu halikuishia hapo. Nikaenda kwa mkuu wa wilaya, naye akaonyesha kutokunisaidia. Badala yake ninashukuru akawa amejaribu kutuambia tu namna alivyosaidia Wasukuma wenzake, lakini sisi akashauri nije mahakamani wakati matukio yamefanana. Nikaenda kwa afisa usalama wa taifa, kidogo alitupokea na swala letu akasema amenishughulikia. Mpaka leo tunasubiri majibu ambayo hatujui yatatoka lini. Naomba niishie hapa kwa kulinda muda wa wengine. Pole sana mzee wangu. Tunashukuru kwa maoni yako. Twende haraka haraka. Mzee unaitwa nani na unasemaje juu ya mambo haya? Mimi kwa jina naitwa Gerard Singenda na ni mkazi wa Msambara Panya. Mimi maoni yangu ninaona kwamba mkuu wa wilaya amekuwa mzigo katika wilaya hii. Kwa sababu moja, amekuwa amedumisha kwanza utawala wa kikabila. Amekuwa ana utawala wa kuwapendelea ndugu zake. Watu gani hao ndugu? Wasukuma. Maana yeye ni Msukuma. Ninakumbuka kwamba tulichukua kesi hiyo ya polisi kwenu Gezilili. Mpaka sasa anasema kwamba nyinyi mnajihangaisha tu, lakini viboko tutaendelea kuwapiga na kesi yenu mtaendelea kuhangaishwa, hamtalima na wala hamtashinda. Kwa hiyo hivyo utawala wake umekuwa ni wa kidikteta, sio wa demokrasia. Kwa hiyo anatawala kwa matisho ili watu wamuogope. Hata katika kwenye uzalishaji watu waogope wasizalishe kama hivyo. Unashauri nini kifanyike? Kwa hiyo ninashauri tu kwamba mkuu wa wilaya katika wilaya hii imemshinda kuongoza. Wewe umeshanyang'anya mali zozote? Ndio, nimenyang'anya magunia 12 ya mahindi na magunia 4 ya maharage mwaka jana. Mwezi wangapi? Mwezi wa kwenye operation Tokomeza ile. Operation Tokomeza. Karibu twende haraka haraka. Umebaki watatu hao. Asante. Unaitwa nani na unasemaje? Umepata kunyang'anya mali, utueleze haraka haraka kifupi. Chukua kusema. Mimi jina langu naitwa Mashaka Lucas. Mimi ni mkazi wa Nyumbigwa. Mimi kilio changu, kilio sio mpaka Kagera tu. Mimi nimelimia kwenye pori la Mkuti ambalo linatoka Nyumbigwa naenda Rungwe, Katanza mpaka Ukinga. Na kule tunasumbuliwa. Kwa kweli hii serikali ya sasa hivi tunaishangaa sana. Yaani unakuta wanaonea mkulima wakati wanaovusha mali ya mali hawashiki ile mkulima yeye anabuguziwa. Kwa kweli natupenda sana. Kwa ndugu mheshimiwa, mimi nilikuwa naomba pale ambapo mkulima ameshafika analima, waache mkulima lime, waache kumsumbua. Aendelee kulima, maana nchi bila kulima hakuna maendeleo. Unaona bana? Kwa mfano mimi nauza mkaa. Ni muuzaji wa mkaa. Lakini tunakuja huko njiani unakuta tunasumbuana na magari. Yaani mara unapigwa, mara unachomwa kisu, mara unanyang'anya baskeli. Sasa hilo inatokea sana kuchomwa kisu. Mimi sijapigwa na kuchomwa kisu. Ila walinipiga fimbo tu. Lakini sasa hawajanichoma. Lakini ilikuwa mwaka huu
hii 2014 mwezi wa ngapi? Kama mwezi wa pili hivi. Kwa kweli nilipigwa sana kiasi cha kumizwa sana. Sasa unashauri nini kifanyike? Mimi nilikuwa naomba kama utekelezaji ni huo, au watu waweze kuchukuliwa hatua ili waweze kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria. Ili ya kwangu. Tunashukuru. Twende. Unaitwa nani na unalimia wapi? Umepata kunyang'anywa nini na unashauri nini? Mimi naitwa Jackson Philibert, ni mkazi wa kijiji cha Mwanga. Mimi tunasema kwamba kwa kweli na mimi ni mwathirika kati ya walioathirika katika pori la Kagera Kanda. Moja kabisa ni kwamba ni mimi nilikufa kule, alafu nikawa nimeharibiwa na kuchomewa nyumba, pia na vitu ambavyo vilikuwemo katika nyumba hiyo viliweza kuchukuliwa na wanamgambo ambao sio kwamba walikuwa ni wa mali asili. Lakini hao walifanya ukaidi kama vile ilikuwa ni moja ya mbinu ya serikali kutaka kutokomeza wakulima ambao walikuwepo katika pori la Kagera Kanda. Maana yake wao walikuwa ilikuwa ni mwaka 2013 mwezi wa pili. Hivyo walikuja wakachoma vidomo na pia vingine ambavyo vilikuwa vya thamani waliweza kwenda navyo. Mfano kama simu na baskeli na mahindi pia waliweza kuchoma vitu ambavyo vilikuwa na thamani. Haya, unashauri nini? Mimi nashauri kwamba kwa wana wa wilaya Kasulu kwamba tusio washabiki kumshabikia yule ambaye ni mgeni ambaye hususani Dani Makanga. Kwa sababu huyu Dani Makanga yeye ni mgeni, lakini wengineo wana CCM wamekuwa wakiweza kuona kwamba wakimfagilia au katika juu ya utekelezaji wake wakimfuatilia. Lakini jamani, ni kwamba hatuathiriki sisi wenyewe ikiwemo pia na ndugu zao au wanachama wao. Hivyo sasa tunasema kwamba ni heri tutokomeze CCM hii ili kwamba tuweze kupata kusonga mbele, Tunashukuru kwa maoni yako. Tupeleke Kasulu. Mzee, muda sio rafiki, watu wanasema muda kule. Ngoja tumalizie. Mzee, unasemaje? Unaitwa nani? Mimi naitwa Fabiano Kamaga, mkaaji wa Kigondo, lakini nimelimia Mjezirili. Mimi mwathirika katika kikundi hiki. Mimi nilikuwa 2013 nilikuwa nimefunga kama shine kangu katika kitongoji cha Mjezirili, lakini bahati mbaya kalipitiwa na hawa washenzi wanaitwa magemu. Kweli lengo na mazumuni ni kurekebisha lugha ya usiwetu wa mashenzi. Wewe sema tu magemu. Magemu. Sawa. Lengo na mazumuni ni kutaka wadukomeshe watoto wetu waendelee kuwa wapumbavu, wasisome. Wao watoto wao wanasoma KBB. Kasulu yetu hii hatuna mgodi, hatuna mgodi. Mgodi wetu ni jembe. Maduka yote yaliyoko wilaya ya Kasulu 100% ni wakulima. Anasema uongo. Ambao hakupata hela kwa ajili ya kulima ni yupi? Anyoshe mkono. Anyoshe mkono. Haya. Lakini huyu Dani Makanga yeye wasukuma anaendelea kuwafuatilia. Ukiangalia kule Mjezirili ardhi wameharibu. Kwani asiwafukuze? Ina maana kulima ndio wanaharibu ardhi tu. Unashauri nini sasa kifanyike baada ya matukio? Nashauri ifanyike, waendelee na kusaidia ndugu mheshimiwa mbunge juu ya huyu kiongozi aondoke katika wilaya yetu hii. Hatufai. Kwani amefunga ndoa. Linakuja. Akiondoka huyo alafu Kagera Kanda ndio tutaweza kulima. Unashauri nini tena zaidi? Kagera Kanda ile watufikie mipaka, tunyoshe mipaka. Tuendelee kufanya kazi. Tunashukuru mzee. Pole sana bado kukuta. Mama njoo malizie. Unaitwa nani na ulikutwa na nini na unataka nini kufanyike? Mimi naitwa Esther Hayamba, mkazi wa Mbigwa. Kwa kweli mtunga sheria ndiye mvunja sheria. Na maana hii Dani Makanga amebezi kwa wafugaji. Akibezi kwa wafugaji, moja wanaharibu ardhi. Pili ni kama hali yeye wanakula ni wengine. Ninachokiomba mheshimiwa mbunge, naomba ukazane kabisa ili wananchi wako tupate maslahi ya chakula kwa wingi wilaya hii ya Kasulu, hata maeneo mengine. Huwezi kuhudumia hawa tu, bali na sehemu nyingine lazima uhudumie. Ninachokiomba kwako, wito wangu kwa wananchi, akazane mheshimiwa mbunge atupigie kelele
basi Dani Makanga atoke, basi aje mkuu wa wilaya mwingine ili tunaweza kusikizana naye. Huyo baba amechoka na wilaya hii, ameshiba. Tunakuomba kwa haya. Tunashukuru sana. Basi wewe. Baadaye nitakuja nitahoji maswali fulani toke na Azimio baada ya hao bwana mkubwa kuja kusema na nini. Najua mnataka kuwasikia au sio? Haya, kwanza Mseita na kamishina wa Kigoma Lukagabo, simameni mpunge mkono. Wenyewe ni wenyeji wanawafahamu. Tuache wageni waje wazungumze na watu hawa. Kuna kijana anasema Mzumbe ataka kugombea ubunge kule jimbo la Ushirombo. Simama, wewe ndio kuruhusu uje useme walau kwa dakika 2 wala wasalimie wananchi hao. Karibu. Chukua maiki walau dakika 3 msitumie vizuri. Karibu. Asante safi. Mna amani? Mna amani? Hakuna amani. Chama cha Mapinduzi kinasimama kinasema Tanzania ni nchi ya amani. Amani itoke wapi kama leo unachopwa viboko? Amani itatoka wapi kama leo unachomewa nyumba na kunyang'anywa mashamba yako? Dani Makanga, mimi ni Msukuma, natoka Shinyanga. Unachokifanya sio sahihi mbele za Mungu, hata mbele za madoa. Unachotendea sio kitu chema. Ndugu zangu wananchi wa Kasulu mjini, sauti ya watu 10 inaweza kubadilisha mji wa Kasulu. Ninaamini umati huu tukiungana kwa pamoja tutaweza kuleta makombozi katika jimbo la Kasulu mjini. Unasema kwamba Tanzania hakuna amani. Kuna amani za aina mbili. Ukitaka kusema Tanzania ni amani, eleza nini maana amani. Na baada ya kujua nini maana amani, amani zipo za aina mbili. Amani ya ndani ya roho na amani ya nje. Amani ya nje tunaipata pale ambapo hakuna vita, hakuna vurugu, hakuna mapigano. Na amani ya moyo ni pale unachokipata kitu kinakulisha moyo wako. Sasa kama wananchi mnalalamika, wananchi wanaenda kujitafutia kipato kidogo, wewe unawakamata na kuwachapa viboko. Wengine sio wewe tu, wapo hata kule Bukombe kule ninapotoka. Wanachorwa tatu, wanapigwa viboko, wanakwenda kuchimba madhahabu. Sasa tunaenda wapi? Ardhi ni ya kwetu sisi sote kisheria, mimi ni mwanasheria najua. Ardhi ni ya wote. Kama tuna haki, basi simame haki. Kama anafukuza mkulima na mfugaji atolewe huko. Ndio. Na kushukuru sana. Basi baada ya vijana wenzetu kufanya kazi, naomba nimuombe Mheshimiwa Felix Francis Mkosamari, mbunge wa Muhamwe kutoka kule Kibondo, ndio ufike uzungumze na wananchi hao wa Kasulu. Kama inaanza Mkosamari ni mwanasheria. Saa 11 na dakika kama 7 hivi 6. Wewe tunakupa, naomba tukupe sio chini dakika 20. Endelea alafu utakuja na mwito kamanda mwingine hapo. Kasulu oye! Bado sijasikia hapo. Maana tumezunguka mkoa mzima tunaungurumisha. Tunaunguruma mkoa mzima. Tumeanzia Kigoma, Ukiza, tumetoka vijijini leo tunaungurumisha hapa. Kesho kutwa tuko Kibondo. Sasa sauti hiyo bado Makanga hajasikia. Kasulu ndugu zangu, tunapozungumzia nchi yetu hatufanyi utani, hatutanii, hatucheki. Na hapa hatuko kwenye comedy show ya Masanja hapa. Tunazungumzia maisha yetu, mambo ambayo imeyafanya, mambo ambayo inaendelea kukandamiza watu wa Kigoma. Ziara yetu tunataka kufuta CCM na kuifukuza mkoa wa Kigoma. Tunafukuza moja. Haiwezekani CCM iende ijenge vyuo vikuu 5. Vyuo 5 Arusha, vyuo vikuu 5 Dodoma, Kigoma hatuna chuo kikuu hata kimoja. Alafu tusifukuze. Tunafukuza CCM. Mwaka kesho tunatimua. Tuna majimbo hayo 5, yamebaki 3. Tunatimua na kwenye hayo 3. Haiwezekani CCM ifunge umeme wa gridi ya taifa. Ukifunga umeme wa gridi ya taifa, viwanda vinakuja, utalii utakuwa na mambo mengine. Kigoma miaka 50
hatuna umeme wa gridi ya taifa, hatuna muda wa kucheka cheka na CCM. Tunawatimua mwaka kesho. CCM imetudanganya miaka hii. Kilimo leo tunafukuzana Kagera Kati. Kigoma ndio mkoa wenye ardhi kubwa ya kilimo, lakini ndio mkoa wa mwisho wa matrekta. Matrekta ya Kibaigwa, ya Morogoro, ya Njombe. Tunafukuza CCM. Imeshindwa kuendeleza kilimo Kigoma. Imebaki na yeye kwa wananchi. Tunatimua mwaka kesho. Timua. Wakaombe kura huko, sio Kigoma. Hata hivi wewe CCM wewe unaijua? CCM wanakuja hapa wanaambia maisha bora si nini kwa kila Mtanzania. Ahadi za CCM ni ahadi za kihaya. Ya haya. Unajua hivyo. Ya haya unaishi wapi? Maya haya wale. Huwezi kusema maisha bora. Watu wanaenda kwa kiangaza kulima, wewe unawafukuza. Ndio maisha bora. Sio ya haya huo. Maya haya wale. Ndugu zangu, tunapozungumza haya mambo si ya kucheka. Juzi tulikuwa bungeni, tuko kwenye bunge la katiba. Kikwete ameanzisha mchakato wa katiba. Tumetumia zaidi ya bilioni 100. Bilioni 100. Tume imezunguka, bunge la katiba limekutana, anakuja bungeni kuvuruga mchakato. Akijidanganya na wanasisemu wenzake hawa kina Napila ni kitu gani? Kwamba wananchi wataacha kudai mchakato wa katiba. Haya mambo waliwahi kuyafanya Kenya. Rais Daniel Arap Moi aliwahi kujidanganya kwamba astopishe mchakato wa katiba. Watu wakadai katiba kwa nguvu. Kenya ikapata katiba baada ya damu kumwagika. Mugabe na udikteta wake alitaka kuzuia mchakato wa katiba Zimbabwe. Lakini wananchi walidai katiba. Katiba imepatikana baada ya watu kumwaga damu. Na leo Zimbabwe wamepitisha katiba mwaka jana. Katiba imesainiwa na chama vyote. Kila ukurasa. Katiba ya Zimbabwe. Sasa Kikwete haya mambo anakuja bungeni, anahutubia bunge anacheka. Anacheka. Uwe kumuona Nyerere anahutubia mambo ya serious ya nchi anacheka. Uwe kumuona. Sasa tumemwambia Kikwete, kacheke na mke wako Mama Samia. Kacheke naye. Usituchekee sisi, unatumia bilioni 150 kwenye mchakato wa katiba, alafu unahutubia bunge. Chekea Mama Samia na kila rizwani. Sio sisi. Kasuru wewe. CCM hiki chama kimeshaisha. Kimeanza kimekwisha. Wewe jiulize kwenye baraza la mawaziri. Kuna mawaziri pale? Kuna mawaziri? CCM kuna mawaziri? Kuna mawaziri wa aina hii? Ndio. Kuna mawaziri ambao hawana kazi. Kasuru wewe. Kuna mawaziri wa aina mbili. Kuna mawaziri ambao hawana kazi. Wao kazi yao ni kupewa magari, posho, mafuta, hakuna kazi wanaifanya. Alafu kuna wale mawaziri mizigo. Kwa aina hii. Sasa wewe tuanze na hawa. Mawaziri ambao hawana kazi ya kufanya. Moja. Mwandosi, si waziri yule. Waziri asiyekuwa na wizara maalum. Mimi nitauliza swali bungeni, atuambie kazi hata moja aliyofanya. Moja. Alisema kwa sababu ni rafiki na Kikwete, anaumwa hayachukua hii wizara au na starehe. Ndio nchi yetu tunataka. Kuna waziri anaitwa Stephen Wasira. Eti mahusiano na ratibu. Ameratibu nini hapa Kasulu? Ameratibu nini hapa? Kuna waziri anaitwa Mkuchika. Ndio ni waziri. Eti utawala bora. Kuna utawala bora. Cheo na waziri wa kupeana.
yule ni waziri. Kimana mwenyewe amefunguka nchi hii, anatangaza hiki chama kimeoza jamani. Katibu mkuu wa chama anasema Chuza ni mzigo, Shukuru Gawamba ni mzigo, nani ni mzigo. Mwenyekiti wa chama anaendelea kuwateua. Unasema kwa serikali mzigo na ambao hawana kazi. Ndio basi sehemu mzigo na wale ambao hawana kazi. Nchi itasoma. Nyie mnaongelea mambo ya hili lidani Makanga situ timu wa kule Kigoma. Timu. Mimi nilinyachia mgogoro kama huo. Tumeanzisha kijiji cha Nduta kule. Likaja tunafunga kijiji. Sasa yale sisi tulikuwa tumechoka. Ilikuwa hivi. Hii kitu na tunamwambia Kikwete. Masuala ya kujaza Wasukuma mkoa wa Kigoma ili watukandamizi hatutaki na tutaifukuza. Mkoa Msukuma ili adinde Wasukuma wenzake. Dani Makanga Msukuma, Uigwe Msukuma, Ufiza Msukuma, na Kakongo kule ameweka Mmasai ili adinde wafugaji akandamizi wa kulima. Jaza Wasukuma matupu na makurugenzi mengi na Sukuma. Hatutaki mambo hayo, tunafukuza CCM. Kasuru wewe, tunafukuza na tufukuza. Tunafukuza kwa kesho. Waende huko. Haiwezekani. Hivi sisi, unajua CCM chama cha ajabu. Chama kinaamini kwenye jembe na nyundo. Jembe karne 21 chama kinaamini kwenye jembe na nyundo. Nini zani watuamini kwenye matrekta? Sasa mimi kwenye matrekta. Tutegemea CCM kwa kweli chama kinasema nani? Tuamini kwenye matrekta. Leo CCM inaamini kwenye nyundo. Hivi nyundo. Watu wanapigia msumari kwa mashine siku hizi. Wao bado wako kwenye nyundo. Tutaendelea. CCM inaweza kupendeleza sasa. Alafu wanakuja hapa wanawaambia tuvute subira, taratibu, mvumilivu ula mbivu. Mvumilivu ula mbivu. Unavumilia mbivu unakula zilizooza. Unakula mbivu zenye uwezo kuvumilia watu ambao wameshindwa kuongoza nchi yetu. Wakuu wa wilaya hao nao wanaandika kila Dani Makanga. Tumewaambia Burundi, soma katiba ya Burundi. Wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa wanachaguliwa na wananchi. Sisi ni vyeo vya kupeana. Uganda wakuu wa wilaya wakuu wa mikoa wanachaguliwa na wananchi. Hivi Dani Makanga amesoma? Amesomewa? Mimi DC wangu yule ya Kibondo ni form 4 failure. Amefeli form 4. Siku hizi ukikosa ubunge ndio mimi namhurumia tasazugu wako. Hata karudishia hawajampa. Ukikosa ubunge unapewa ukuu wa wilaya. Kale kakijiko ni kalikuwa anagombea pale Kibondo ndio kagaragaza kabesewa DC. Kafuria aliyekuwa anagombea amegaragaza DC. Huyu Makanga alikuwa mpinzani UDP. Alivyohongwa kwa CCM UDC. Vyeo vya kupeana. Ndio maana tunawaambia hata kwenye katiba hawataki mambo haya tuyabadilishe. Haiwezekani mtu apewe UDC mtu ambaye hana sifa. Form 4. Yule asipoona form 4. Kwani hapa hamna form 4 hapa? Tuchague watu wetu wa form 4 wafungoshi. Kwani mpaka katoke kama mtumbo kama fedi ndio kaja. Kasuru wewe. CCM haya mambo ya nani? Mabarosi. Tumewaambia kwenye katiba tuweke mfumo wa kufeti watu. Tuwe mabarosi wanaofa. Hawataki. Krema amemgaragaza pale Arusha. Haya njoo Kiwete, njoo tumpe hapa Kenya. Wewe barosi. Tunataka mambo haya. Tunataka mtu akiwa DC kuwe na sifa na kuwe na vigezo vya mtu kwa DC. Sio kuokota watu barabarani. Wanakuja kuburuga watu mpaka shuru sio hapa. Tutakuja tukakavamia siku moja bwana.